Na hili la pale Uingereza kuna upepo unaendelea pale ukimkabili Keir Starmer, waziri mkuu wa Uingereza na chama chake, ambapo kwenye uchaguzi wa madiwani ule, uchaguzi wa serikali za mitaa ule, Labour wako hoi kweli kweli. Wamepoteza viti vingi sana kwa kweli. Sasa upepo mkubwa ni kuhusiana na Keir Starmer mwenyewe kujiuzulu. Wamekuwa kishinikiza hilo. Wapo viongozi watatu wamekwisha jiuzulu, waziri wake wakishinikiza na yeye afuate hilo, akae pembeni. Lakini jana Mfalme Charles wa Uingereza ameongoza ufunguzi wa bunge la Uingereza, huku ukiwa na hiyo hali ya sintofahamu kuhusu hatma ya waziri huyo mkuu ambaye anakabiliwa na shinikizo la kujiuzulu. Mfalme aliweka ajenda zitakazopewa kipaumbele kwa serikali ya Keir Starmer ni utamaduni ambao umekuwa ukifanyika kwa miaka mingi iliyopita. Ilidhamiriwa kutoa mwelekeo kwa mzozo unaokumba chama tawala cha Labour kuhusiana ikiwa pia waziri mkuu anapaswa kujiuzulu kufuatia matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Upepo fulani hivi ambao yani kwa namwambia mchungu kusikia waziri mkuu Uingereza anashinikizwa kujiuzulu sio story mpya kwenye utawala wa Uingereza. Huwa kila waziri mkuu akija kuna level akifika anaanza kutakiwa tu kuondoka. Kwa hakika, na hiyo ni moja kati ya na huo upepo haujawahi kumwacha mtu. Haujawahi kumwacha mtu, na ni utamaduni ambao unaonekana kuzoeleka katika mataifa yote yaliyostawi kidemokrasia, hasa haya wenzetu, kwamba unapokaa katika bunge, kwa sababu ukiwa waziri mkuu au ukiwa chancellor ni lazima pia uwe na ushawishi katika bunge au mabunge yote mawili, kwa yale mataifa ambayo unakuta yana mabunge mawili, Congress na Senate. Sasa kwa nchi kama Uingereza, Keir Starmer anaonekana katika uchaguzi wa karibuni amepoteza viti vingi katika serikali za mitaa, na utaona kwamba kufikia sasa, ukiacha hao mawaziri watatu, wabunge karibu 90 wote wamemwambia, wabunge wa chama chake mwenyewe wamemwambia wewe kaa pembeni, kubali tu, tangaza tarehe ya wewe kujiondosha. Yeye anasema bado anaamini katika uendelevu wa utekelezaji wa ajenda yake alionayo ya maendeleo katika nchi. Kwa hiyo ni mvutano ambao kwa kweli hauonekani kuwa na mwelekeo, lakini kama mpaka mfalme amelihutubu bunge na of course hana uwezo wa kumshinikiza kwa sababu huyu ni mchaguliwa, waziri mkuu ni mchaguliwa. Kwa hiyo mfalme hawezi kusema kuanzia sasa waziri wako mkuu basi ni kiongozi ambaye yuko kama ceremonial hivi. Kwa hiyo yeye anazungumzia mambo ya utamaduni, mambo mengine ambayo Uingereza itakuwa inyoke na. Kwa hiyo ni kama anashauri kwamba bwana, nafikiri ni kwa kufuata mila na desturi zetu, ni vizuri ukaona umuhimu wa kuchukua hatua hii kulingana na haya matokeo ya karibuni kisiasa kwa upande wa chama chako. Huyo anasema mtee, vita ipo sana, shida moja, Trump na Netanyahu Irani hawajalala, wako macho. Trump anatusababishia mataifa maskini kwa tupate shida kwa sababu ya hasira yao binafsi. Haya bwana, asante. Kutoka na Nyamba Uwesu Mtuhi umeandika ujumbe wako. Lakini mwingine anasema anaitwa Emmanuel Mhomi kutoka mtaa Maendeleo Gata Singida kule, anasema tuko pamoja hadi tamati. Kipindi kizuri, asante sana pia. Trump anajikanyaga lakini ni muongo, hata ambaye hajasoma ataelewa kwamba kaenda kutafuta msaada. Simamo wa Mwarabu umemchanganya. Aidano Julius nipo Kibanda Maramba Tanga, ameandika kwamba Trump kaenda kufuata msaada China. Haya, kisomi zaidi hapa pande za Haido Manyara. Hivi kwa Trump anaweza kweli kuifutilia Irani au ni anasema au ni kamdomo tu? Sio kauli ya kwanza kuhusu kuangamiza, sio mara ya kwanza anatamka hilo. Afrika Kusini wana shida gani? Mbona hawataki raia wa nchi nyingine? Mtei nisome kama Ramadhani Kimweri Nyango toka Tanga, Mkeza Tanga. Wamekuwa kiamini kwamba mnachukua sana fursa zao kienda kule. Kichekesho ni kwamba hata wengi wanaosema kwamba fursa zao zinachukuliwa, hizo kazi ambazo wanasema zinachukuliwa, licha ya kwamba wana uwezo wa kuzifanya, wanazidharau kwamba ni za kichovu. Unaona sasa, sisi tukienda kuzifanya hizo kazi ambazo wanasema zinachukuliwa na wageni, wengi hata sifa za kuzipata hawana.
Ningekuwa na nauli ningeenda kuisaidia Irani, japo sijui matumizi ya silaha, hata kurusha mawe nitashindwa kweli. Inaitwa Kipara Original. Hello. Kipara umetisha sana. Tuko pamoja mpaka tamati. Anaitwa Kelvin kutoka Narumu, Kilimanjaro, na yeye pia ametuandikia ujumbe wake. Lakini pia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube tumekuwa tukifuatiliwa na watu wengi kweli kweli. Marafiki zetu hawa tuwezi kuwaacha hapo kupitia hapo. Na wametenga muda wao kutufuatilia. Huyu anasema anaitwa Ahmed Rufai. Tuko katika kipindi chetu pendwa. Mungu awajalie katika uchambuzi mzuri uliotukuka. Asante. Asante sana. Mwingine ni Eric Joseph Mlai, anasema vipi kuhusu mustakabali wa maswali ya bunge kuhusu nyuklia za Irani? Vipi kuhusu Irani kusimamia msimamo wake na Marekani kuendeleza vitisho? Haya yote haya tumeyagusia. Juma Semindo nipo Yombo Vituka, na wafuatilia hadi tamati. Hassan Mlacha pia nimekuona. Ax Medicali kutoka Coventry UK kule yupo na sisi. Wow. Kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Lakini pia Pesiha, tuko pamoja mpaka tamati, nipo mitaa ya Kibo. Ameandika ujumbe wake. Kina Ipiana Mwakilili, kina Bigi Mpiana, wote hao wapo na sisi kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Sisi tunarudi kwa ajili ya wino mzito. Endelea